kwa sababu ina makusudi yake. Bwana asifiwe. Amen. Ndio unaona ukimwona Joseph hapa, ile kazi anafanya huko, sasa hapa anaifanya tofauti. Badala ya kuwafukuza na kiboko na bunduki, sasa anafukuza nani? Shetani, na kuambia wale wezi wanaiba kule nao wafanye nini? Waokoke. Bwana asifiwe. Joseph amesema ya kwamba pastor ni inspector wa polisi, ni David DCIO. Tena pia hakujua kitu kingine. Pastor huyu pia ni mwalimu wa bunduki na vita ingine inaitwa nini? Hapana, nyinyi mjaenda kiganjo karibuni. Inaitwa nini? Vita ya msituni. Vita ya msituni. Sasa ungetaka kujua bunduki inalengwa namna gani? Ndio huyo hapa. Hiyo vita alikuwa na train na anafundisha ni vita ya mwili. Huyo mtu mwenye unafanya nini? Unaona. Anaambia askari utaenda hivi. Pole kuwaonesha hiyo training ya polisi. Unaenda mgongo umefanya umeinama na bunduki wakati unajitayarisha kwa nini? Kwa vita. Lakini hiyo vita ni ya mwili. Bwana asifiwe. Utaenda siku moja atawafundisha wakati atakuja. Vile alikuwa anawafundisha wale grupu ya kiganjo na wale wanaenda hiyo kosi ya kopro, ya meja na huko. Utaenda mgongo umeinama hivi. Na huyu naye bwana huyu siku hiyo akisema nini? Double bed. Na wanaenda hivi. Double bed. Wewe. Hata akiwasukuma, akiwatrain vita ya nini? Ya mwili, sio vita ya kiroho. Lakini Mungu akasema umetrain hii watu vita ya kimwili, iko vita ingine. Bwana asifiwe. Iko vita ingine. Vita ya kiroho. Bwana asifiwe. Ukiona hiyo training hiyo utacheka. Hata huyu msichana atasema na huyu ni ango kweli anafanya maneno haya. Kwa sababu hata wamevaa, wakati pastor anavaa nguo ya askofu hapa. Sasa huko utaona wamevaa sio magwanda, hata gunia. Atakwambia pastor, katika vita ya msituni haiendi tu na magwanda ya polisi. Inaenda na magwanda, inaongezewa gunia imeraruka. Inararuka hivi. Inaitwa pure camouflage. Na huyu ndio mwalimu ya hiyo maneno. Pure camouflage inaenda magwanda hiyo, magwanda hiko, mavitu zingine kwa migongo zimebebwa, marisasi zingine zimebebwa na hiyo double bed. Down wapo chini. Sijui mwingine ataamuka, sijui afanye command gani, mambo mengi sana. Bwana asifiwe. Lakini Mungu akasema nini? Akasema ya kwamba hiyo ni vita ya kimwili. Hebu kuja utoe tena vita ya nini? Ya kiroho. Ukiona ndio unaona pastor huyu anasimama hapa akicommand vita ya nani? Ya kiroho. Sasa akienda huko vile alikuwa na command vita ya kimwili, akienda huko akirudi. Kwa maana ameambiwa kuja ucommand vita ya kiroho. Waachana na ya kimwili. Bwana asifiwe. Mimi pia ni mwalimu, lakini ni mwalimu wa kitu inaitwa road safety. Mambo ya barabara yote, iwe mtu amegongwa amekufa, hata nikiangalia hivi kama amegongwa na gari nitasema huyu driver huyu aende kotini. Na koti nikikuwa karibu, koti itakubaliana na mimi ya kwamba ni kweli kulingana na uamuzi wao. Na mambo mengi. Yule bwana anaitwa Kitonga ametoka, lakini angekubaliana na mimi kwa mambo mengine. Na kuna ajali zingine unaenda, hata ukikuwa mtaalamu unaangalia, unasema hii si kawaida. Kuna mambo mengine Jeremiah wakati alikuwa na mwalimu, hata saa hii akienda
kwa hiyo sini ya risasi imepigwa, atasema hii leo si ya kawaida. Kuna mambo mengine, ndugu Joseph, wakati anafukuza mwizi atakutana na mwizi mwingine, asema hapana, nimekimbiza wezi, nimeona watu wakiiba nikifukuza, lakini hii si ya kawaida. Huyu mtu ana nguvu zingine, hata anajaribu kuwekwa bingo ya mguu na mkono, na anafanya hivi hata resist, hata polisi wakuja waine, unasema hapa iko maneno. Bwana asifiwe. Na ndugu pastor naye ataona hata risasi, sijui mtu alikuwa anafanya nini, inaenda inapenya, mtu wako kule na hakushuhudia kumpiga, inaenda inapenya hata kwa bedroom. Si ni maajabu hiyo? Upige hata kama wewe sio mtaalamu wa risasi, risasi ipigwe hapa na hii kushuhudia kupigwa, iende ipige kona nyingine na nyingine, iende ianguke kwa bedroom na iue mtu. Hiyo kweli ni jambo la kawaida? Bwana asifiwe. Basi haya yote yanamaanisha ya kwamba kuna vita tunaweza pigana kimwili na ingine tuwezi pigana. Bwana asifiwe. Nilipigiwa simu na mamangu, mama mkwe, akiniambia kwamba nimsaidie kwa sababu mchukuu wake mmoja wa msichana wake ni mdogo, wenye umri wa miaka 13, lakini amekuwa na tabia sio mzuri, wizi. Ameiba pale, akaiba pale. Hasa akasema tusaidie hii mtoto aende afungwe, awekwe profession afungwe. Nikamfikiria, nikampigia simu tena, nikamwambia mama, najua kulingana na ujuzi wangu mtoto anaweza fungwa, kwa sababu mama akienda aseme huyu mtoto ameniibia pesa, mama aandike statement, yule mwingine aandike, yule mwingine aandike, upelekea polisi na uandike, ukubali kuandika statement. Si polisi watachukua vidole mtoto na wakompile file na aende kotini, akienda kotini sasa atafungwa. Lakini nikamwambia mama, anaweza fungwa, lakini mtoto wako na pepo, na hiyo pepo usiseme yule alitajwa mzee wako, na mzee wako hakukuwa na tabia hiyo. Mapepo ufichana. Nikamwambia mama, mapepo ufichana na utayajua. Hata uite wale wazee wote na wote wamekufa, utaita nani? Kwa sababu inakuja inafichana, inatoka. Huyu aliitwa Mora hakukuwa mwizi ama hakukuwa na tabia hii, lakini kuna yule Mora aliitwa shangazi yake alikuwa na hizi tabia tofauti. Hiyo mapepo saa ngine mahali ingeenda kwa ile mwingine alitajwa, kwa sababu ingeenda pale inapatwa milango imefungwa. Hao watu ni wa kuomba kweli kweli. Likikuja likitembea huko nje linanyemelea huyo, nasema hapana, niende wapi? Mtoto wa nani? Hata kama aliitwa jina lingine, wacha niende. Linaenda linafanya nini? Linastiki kwa yule mwingine. Bwana asifiwe. Wakristo wanasema ya kwamba tuko ndani ya vita. Tuko ndani ya vita kubwa. Enemies adui wengi. Lakini kama ujui, utasikia mwingine akisema na hawa enemies bora tuwaone. Ndugu yangu na dada yangu, adui huyo wa kiroho anakuja in many forms, anakuja kwa njia nyingi, na hata unashindwa kumjua alitokea wapi. Ulisikia unatembea hata nao, umewavaa kwa hizi nguo, lakini huwezi kujua. Ulisikia dada huyo akisema alipingirika. Yeye alikuwa tu mtu wa kawaida. Alikuwa mtu wa kawaida dada huyu vile hapo, lakini alipingirika, mapepo zikifanya nini? Kwa sababu ziko uwezo ukaziona na macho, mpaka vile Biblia inasema mpaka vile
utapata maono kuona. Na hawa pepo huwa wanafunga milango, wanafunga kabisa wasionekane. Ukienda kuuliza mtu, hii pepo ametokea wapi? Hata familia yetu tuko kwa mapepo, wametoka wapi? Uwezi ukajua, wanafichana. Kuna wale hata tunavaa kwa manguo zetu na uwezi ukajua. Mitindo za samani ama watu ya samani, nasikia ukienda Mombasa na kwingine, watu wenye mapepo walikuwa natoa manguo zao, alafu wanaenda kutupa. Wakitupa huko, si mwingine atarokota aweke kwenye mtumba. Wakati tunavaa jamii, tunavaa mapepo yenye tujui yanatoka. Mangine mapepo tumetoka kwa babu na sijui huko kwa babu, huko kwa kona huko, tukaichukua na hatujui. Kujua inakuwa ngumu. Sayansi ya kujua inakuwa ngumu. Ukienda kwenye hospitali akikupima na laboratory yake atasema hii ni malaria. Lakini sasa hii inakuwa ni ngumu. Laboratory yake haiko hapa duniani. Laboratory yake iko wapi? Mbinguni. Ikipima itajua ametoka hapo. Akitoka hapo ndio uliona mama huyu akipingirika mahali. Laboratory ya Mungu imepima ikajua mahali ametoka na ikasema utafanya nini? Utaenda. Na hiyo miteko ni mingi na hatuijui. Hata ile unaona na macho inakuja inakeuka inakuwa pepo. Utaona familia zingine wizi toki, yeye sio mwizi, hata anaomba, lakini wezi watoke katika hiyo boma. Ukikusanya ng'ombe kidogo hivi, mwizi anakuja anachukua. Ukikusanya kitu kidogo hivi, mwizi anakuja anachukua. Ukinunua hata TV anakuja anachukua. Sasa kazi yako jamani, unafanyia mwizi? Bwana asifiwe. Pepo wametoka mahali, anakuja kufanya nini? Kufanya kazi hiyo. Bwana asifiwe. Katika vitanda yetu, hata hapo chini, hapo bure. Wewe ukiona kitanda unafikiri kitanda iko vile tu. Hapo chini iko pepo, hata kwa mablanketi hiyo, kwa sababu wanakuja ni various form. Wanaongoja kitu kingine inaitwa H hour. Mtumishi anakijua. Wakati unalala, wakati utalala hivi, yaamke yafanya nini? Ya kugonge. Na yanaendelea kukugonga na ujui. Bwana asifiwe. Nakumbuka kuna mzee mmoja tukikuwa kule Nyanza kule Miwani. Alikuwa anatafutanga pesa sana, alikuwa muuzaji ng'ombe. Sasa hata pesa zake mama alikuwa aoni, na mahali zinawekwa mama aoni, lakini mwizi halijua ziko wapi. Bwana asifiwe. Pepo alijua hizo pesa ziko wapi. Bwana asifiwe. Huyo mtu alikuwa na kanyumba hivi, nyumba ndogo, alafu kangine pale jikoni. Bibi na watoto wanapenda kukaa wapi? Jikoni huko. Na hii wanawacha tu, iko karibu tu. Mwizi akatoka huko, na huyo mtu alikuwa na pepo kubwa sana ya wizi. Alikuwa anafanya wizi yake very technical, watu wanashinda huyu mtu. Hii si ya kawaida. Huyo mtu akatoka tu kwa mapema, akaingia kwa hiyo nyumba. Akaingia kwa kitanda. Chini ya kitanda akalala. Chini, sio juu, chini. Sasa huyo mzee, huyo mchuruzi wa ng'ombe akakuja, wakati anaingia kwa nyumba yake, akatoa koti kama hii yangu. Akaweka wapi? Anaweka hapa juu. Kuweka hapo juu, bibi anakuja anasema, mzee wangu umechoka. Kula chakula. Wewe akakula chakula. Mzee akasema nimechoka, wacha nilala. Akaenda kulala. Mama akakuja akalala. Wakati wamelala, mama anaamsha mzee, anamwambia, mzee,
hapa kwa hii nyumba sioni ikikuwa sawa. Nasikia kitu ni kama kinakanyaga mahali. Sasa anainua tu kichwa, amechoka. Sema hakuna kitu. Mara ya 3 mama anamwambia, mzee, hapa kuna kitu. Mama anasema hapana. Mzee anasema hapana, sioni kitu. Ilipofika mara ya 3, wakati kitu kanakuja kama usingizi, alisikia kitu na mama, mtu anatoka chini ya kitanda. Kutoka anatoa hiyo koti yenye pesa, anafungua mlango na kufanya. Hiyo ni pepo aina gani? Hata ukikuwa polisi unashangaa, huyo unajaribu kuimagine hii ni maneno gani? Haya ni mfano ya mapepo. Bwana asifiwe. Hiyo ni mfano ya mapepo. Bwana asifiwe. Hiyo ni mfano ya mapepo ambayo inakuja kwa watu, na ni wajibu wetu tuje mbele za Mungu, tuyajue formula yao. Kitu kitendeka, tunajua hapa sio jambo la kawaida. Tumrudie nani? Mungu. Tuje tuseme hapa hapana, hapa imekuwa ngumu kwa sababu imetendekaje haya. Tumrudie Mungu ili atufafanue hii imeenda namna gani, imefichana wapi, aing'oe mahali iko, kama iko kwa nguo, kama iko wapi, ataitoa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yanakuja hata mnyama. Mzee alisema hapa, huyo mzee sijui kwa nini hajakuja, alisema hata mdudu yanakuja kama mdudu mdogo, mdudu mdogo sana. Hii wadudu hutembea kwa nyumba hapa. Anakuja kama hiyo mdudu, alafu akitoka anatoka kama kitu kikubwa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati tumeomba, tumemwombea ndugu Otieno, ile jina lingine ni ngumu, ili hiyo pepo ya jela usirudi huko, na Mungu atakuwa nawe, kwa sababu shetani anakuja in various forms. Hata kwenye maji anaweza kujia, kwa hiyo na hiyo anaweza kujia kwa jirani, anaweza kuja, lakini tutashinda vita hivi kama tutamkaribia Mungu wetu aliye juu. Bwana asifiwe. Tutasoma maandiko yetu katika kitabu ya Marko 5 kuanzia 2 mpaka 14. Marko 5 kuanzia 2 mpaka 14. Hiyo ukurasa ni mahali mwezi mmoja imeisha, mahali mtumishi wa Mungu pastor aliwaachia, ikiongea kuhusu mambo ya Yesu Kristo wakati alikuwa duniani, yale alikuwa anatenda. Pastor Jeremiah alisema ya kwamba akisimama hapa mwezi mmoja imekwisha, alisema usafiri wa Yesu Kristo ulikuwa kwa mguu, ukakuwa tena kwa kutumia motorboat. Sijui kama ilikuwa lakini kwa motorboat ilikuwa ile ya kufanya hivi. Waswahili wanajua hiyo ya kufanya hivi inaitwa nini kwa lugha ya Kiswahili. Hiyo ni ilikuwa baadhi ya usafiri yake. Kuna wakati alitumia punda wakati wake wa mwisho, na yote hiyo ilikuwa usafiri wake. Wakati Roho Mtakatifu alikuwa na mtuma enda mahali fulani, akiona ni vyema sana atumie miguu, angeenda kwa miguu. Angeona ni vyema sana atumie hiyo kanuu, angeenda na kanuu.
na kama angeona vyema atumie means ingine, punda ama nini, angeenda ili afike hapo, ili watu wafanye nini? Wapone. Na maajabu, wakati amefika, alikuwa anaenda vijijini, anaenda provinces, anaenda mikoa, mahali Roho Mtakatifu amefanya nini? Amemtuma. Na alikuwa anaenda akitenda maajabu. Alikuwa anaenda kwa sababu hayo maajabu na wale watu ilikuwa imeshindikana. Wengine wamekufa, anaenda kuponya. Wengine wako na mambo tofauti, wanatoka damu kama yule mwanamke aliyemguza, anaenda kuwaponya. Na alienda akitenda mengi. Na alipotenda mengi, akawaachia, wala aliwaachia hizo nguvu. Utaona Peter na disciples wake wote wakienda pia wakitenda yale Yesu Kristo alikuwa anatenda. Bwana asifiwe. Hebu tutasoma kwa lugha ya Kizungu, lakini tutairudisha kwa lugha ya Kiswahili. And when Jesus had stepped out of the boat, immediately there met him out of the tomb a man with unclean spirit. Wakati Yesu alitoka kwenye kile chombo chake, alikutana na mtu ambaye alikuwa na mapepo. Sikiza sana. Wakati Yesu alitoka katika chombo hicho, alikutana na mtu ambaye alikuwa na mapepo. Hebu tuendelee tusikie haya mapepo yalikuwa aina gani. He lived among the tombs, and no one could bind him anymore, not even with a chain. Mtu huyu aliishi kwa makaburi na wafu, na hakuna mtu hata angemshika. Vile tumesema, hakuna mtu angemshika na amuweke nyororo ili asitembee akienda kule kwenye makaburi. For he had been often been bound with the shackles and chains, but he wrenched the chains apart, and he broke the shackles in pieces. No one had the strength to subdue him. Nyororo alifungwa na manyororo na zile vyuma za kufungia nyororo, lakini zote aliziweka kando kwa sababu alikuwa na nguvu nyingi na hakuna mtu angestamili hizo nguvu. Alikuwa na nguvu nyingi ya kwamba hakuna mtu ama watu wangemkaribia ili wafanye nini, wamfunge ama wamwambie asiende kwenye zile makaburi. Night and tombs among the night and day among the tombs, and on the mountains he was always crying out and cutting himself with his stones. Akiwa kwenye makaburi hayo, alikuwa analia akitoa masauti na akichukua mawe akijikatakata akiwa kwenye makaburi. And when he saw Jesus from far, he ran and fell down before him. Lakini wakati alipoona Yesu Kristo, alikimbia kwake na akapiga magoti kwake. Akapiga magoti kwa mahali Yesu Kristo alikuwa. And cried out with a loud voice. He said,
what have you to do with me, Jesus, Son of the Most High God? I assure you by God, do not torment me. Wakati alikuja akamuona Yesu Kristo, akakuja kwake akamwambia, wewe Mungu, akamtambua kwa jina, wewe Mungu Yesu Kristo uliye juu zaidi kwa miungu kwa Mungu yule aliye juu zaidi, ninakuomba usinihukumu. Huyu pepo anaambia Yesu, ninakujua Yesu, wewe Yesu Kristo, na ninakuomba ya kwamba usinihukumu. Na huyu pepo ama mtu huyu anasema uwe na huruma. Pepo anaambia Yesu Kristo ya kwamba awe na huruma kwake. Bwana asifiwe. Hebu tuendelee. For he was saying to him, come out of the man, you unclean spirit. Na Yesu akaamuru ya kwamba ondoka katika mtu huyo, wewe shetani. Yesu akaamuru ya kwamba shetani aondoke kwa huyo mtu, kwa maana ni roho mchafu. And Jesus asked him, what is your name? He replied, my name is Legion, for we are many. Yesu akamuuliza, anauliza huyo pepo, ile pepo wako katika huyo mtu, jina lako ni nani? Akasema ya kwamba ni Legion, lakini tuko wengi, hayuko mmoja. Hao mapepo walikuwa wengi, hakukuwa hata mmoja. Tuendelee. And he beseeched him earnestly not to send them out of the country. Haya mapepo yaliomba Yesu Kristo asiyafukuze yaende huko mbali. Hebu tuone Yesu Kristo akayajibu nini. Now a great herds of pigs was feeding there on the hills. Na kulikuwa na manguruwe ambayo yalikuwa yanachunga kule kwa milima. Tuone Yesu akafanya ni kitendo gani. And they begged him, saying, send us to the pigs, let us enter them. Haya mapepo yakasema ya kwamba Yesu Kristo ayafukuze yaende katika hao wanyama nguruwe, wasiende mbali. Hebu tuone Yesu Kristo alifanya nini. So he gave them permission, and the unclean spirit came out and entered the pigs and the heads, numbering about 2,000, rushed down the steps back into the sea and drowned in the sea. Wakati Yesu Kristo aliona haya, aliamuru hiyo mapepo yatoka kwa huyo moto na yaende katika wanyama hao, na hayo wanyama wakapandwa na hiyo mapepo na wakaenda katika maji, wakaenda wakazama wakienda. Bwana asifiwe. Neno linaonesha ya kwamba mapepo tangu kale wakati wa Yesu Kristo yalikuwa yanasumbua watu. Ndio unaona yanatusumbua kwenye jela, hata ile hujafanya ndio yanasumbua watu kwa milango mbalimbali, kwenye pombe, kwenye wizi, kwenye mbali katika maishani mwetu.
kwenye umasikini na njia zingine zote. Wale wanasumbua, hata unaona wale wenye kusumbua polisi kwenye town, vile tumeomba ya kwamba tunakaribia Christmas. Kuna pepo pia anaambia wengine, wanaambiana, wanasema twende tutafute Christmas. Na kutafuta hata hiyo Christmas ni kutumia bunduki ili wapige watu, wawanyang'anye pesa. Bwana asifiwe. Yote haya ni mapepo. Na ndio unaona tukija hapa, tumekuja kusema ya kwamba tukiwa Wakristo, tukiwa hapa tukiomba huyu Mungu, tunasema ya kwamba yatuondokee. Wakati unatoka hapa, wamama hawa saa ngine wanafanya biashara, saa ngine anaenda Isili kule kununua vitu. Umebeba pesa zako shilingi 15,000 umepewa na mzee yako. Ukifika kule ati ununue vitu, kuangalia hivi unapata zimeenda. Pepo amechukua. Huyo ni pepo ya wizi. Unakuja ukilia, hata ukiambia mzee yako ulipoteza, hata aamini. Bwana asifiwe. Tunamuomba hai Mungu aliye hai, yule tunaomba haya mapepo yatuondokee, na yaondokee watu wetu, yaondokee jamii, kwa sababu yamekalia watu kwenye miguu. Na hata tujui, usione hizo pesa zinapotea ukasema ni jambo la kawaida. Sio jambo la kawaida. Ni hawa tu wale ambao walifukuzwa na Yesu Kristo, lakini wanakuja kwa njia nyingi. Tumesikia ya kwamba walikuwa wengi. Iko watu ambao wameshikwa na pepo, hata sio moja. Yanaambiana, wewe shika mguu hii, na mimi nishike mkono, na mimi nishike hii, na mwingine akalia wapi? My friend, ukipata hapo hata kama ni pastor anakuja kuyafukuza, anapiga hesabu. Vile tulisema ya kwamba pastor ni expert ya vita, yeye pia alikuwa akifundisha kurutu na promotion. Anawaambia, mkiona adui mchunguze kwanza, huyo adui ana bunduki gani. Akikuwa na ingine, huyo atakwambia msikaribie, mfanye hivi, muitane kwanza, wengine wakuje, jeshi sijui hitwe kutoka wapi, iitwa, hata kama ni jeshi iitwe, ndio mfanye nini, ndio muattack. Mkiattack mtakuwa ile kitu inaitwa kasha. Sasa haya mapepo yalikuwa wengi, na tunafikiri ya kwamba wale wahubiri walikuwa, kwa maana neno linasema hata Yesu akikuja kuna watu ambao walikuwa wanafukuza mapepo. Wengine walikuwa wanafukuza na njia ya Mungu, wengine walikuwa wanafukuza na njia nyingine ya kishetani. Lakini ujue ya kwamba haya yamekuja ni mingi. Hatujui yalikuwa mingi kiasi gani. Yalikuwa yamemfahamia huyu jamaa Yesu Kristo, akijua silaha zile alikuwa amebeba. He was to face it. Yalikuwa mengi, lakini yanakuja kwake yakilia, yakisema fanya hivi. Ndio unaona hata hiyo vita ya kimwili, hawa adui wakiona ya kwamba wamevumaniwa, wakiambiwa weka silaha zenu chini, waone ile silaha hawa polisi na jeshi ama nani wamebeba, watainua mkono. And these people surrendered. These devils surrender. Yaliona hapa ni hatari, yaliona hapa iko hatari, ni mingi, lakini yakasarenda. Wewe mtu mwingine wenye imani hii angeenda hapo, saa ngine hiyo teke ungepata, hii inakupiga na hii inakupiga. Bwana asifiwe. Kuna rafiki wangu wengine
walichukuliana watu wawili, walikuwa watumishi wa Mungu. Wakaenda, mama moja alienda kwao, akawaambia mtoto wake kijana ameshikwa na mapepo. Wakaenda wawili watumishi wa Mungu. Kumbe ilikuwa moja, ilikuwa nyingi. Wakati walienda tu kuingia hivi kusema sijui nini, yalichapa huyo mmoja wao, alitokea kwa dirisha. Amini usiamini. Usicheke. Hata mtumishi alikata. Hakujua mwenzake. Hakujua huyo mwenzake alienda njia gani. Huyo alipigwa, dirisha ilikuwa ndogo, alijipata. Huyu mwingine ndio alipita kwenye mlango. Kumbe yalikuwa nyingi, yanataka mjihami vilivyo. Bwana asifiwe. Wakati tunaomba katika ukurasa huu, tunaomba nguvu hizi zile Yesu Kristo alitumia, na tunaziomba zikuja hapa, kwa sababu watu wameshikwa na shida tofauti, na hizi shida tunaamini ya kwamba hazijaletwa na nani, lakini zimeletwa na mwovu Shetani. Zimewakalia watu kwenye miguu yao, zimewakalia wanaishi sijui wapi, sijui wanafanya nini. Ingine zinasema ya kwamba hata hakuna shamba utanunua, wewe unakaa tu kwa nyumba za kukodi, hautajenga nyumba, hautapata hii, hata kama ni ndoa hutaolewa, hata kama ni kuoa huwezi oa, hata kama ni pesa huwezi pata, kwa sababu hizi mashetani wako na ministry zao. Katika serikali ya Kenya iko minister wa education, iko mwingine wa environment, nazo zimejigawanya. Iko ministry tofauti, ministry wa kunyang'anya watu pesa kwenye mifuko zao, iko ministry wa mikosi. Wewe unawekwa huyo katika mapepo haya. Huyo anadili na hiyo mikosi, anakuja kama mikosi, anatega mtu nyara mahali unaenda. Hata kama wewe ni polisi, ukienda ukitembea hivi ni mambo mabaya tu, hakuna mambo mazuri inaonekana kwako. Ukienda hivi ni mambo mabaya, ukienda hivi ni mambo mabaya. Hata huyu ndugu nani, wakati anaandamana na wewe, akiandamana na wewe penye kazi, ni mabaya, kwa maana wewe yule anakuongoza ni huyo ministry wa ubaya, ministry wa vifo katika ministry ya Shetani, ministry wa pombe na bangi katika ministry ya Shetani. Lakini sisi wa Kristo tunasema ya kwamba hizo ministry tutake kujua ni ngapi, lakini tutaita Mungu aliye juu, Yesu Kristo na nguvu zake ambazo nimesema hapa, kuziondoa hizo ministry, Shetani na ministry yake, Ibilisi na ministry zake, ministry hii na hii ambayo anagawanya. Ndio anasema hapa katika kitabu hiki ya kwamba tuko wengi, wako wengi, kwa sababu wanataka wakishika mguu huyu mwingine anashika hii, ambapo inasemekana watu hata wanakuja 10 kujaribu kufunga huyu mtu asiende kwenye makaburi, lakini hiyo ni kasi bure. Anafanya hivi vile Samsoni alikuwa anafanya, zinakatika. Huyo mtu akifanya hivi zinakatika. Wapendwa, sijui kama mmewahi kuona mtu akiwa ameshikwa na mapepo, hiyo mateke anarusha. Akirusha, mnasema mnapeleka hospitali, usipochunga utapoteza maji.
utapoteza macho yako. Teke inarushwa teke kutoka hapa, inafly namna hivi, inafly hivi. Ukiita hata mtumishi wa Mungu mpaka ajihame vilivyo, teke ile inarushwa. Hizo ni nguvu za shetani wameitana. Na Yesu Kristo alisema hata waje na njia ngapi, yeye anafukuza kwa njia ngapi? Alifukuza hawa, walikuwa wengi mno, hakuna mtu alihesabu. Hata Yesu Kristo mwenyewe hakutaka kujua wako wangapi, na hawa walijitambua ya kwamba ni wengi, jeshi. Katika vita ya kimwili, nitamrudia Pastor Jeremiah, anajua yeye alifundisha akisema ya kwamba iko katika vita ya kijeshi, huyu Kopro Joseph, kuna watu fulani atakomandi hiyo vita. Huyu akikomandi vita, Kopro atakomandi kutoka hapa kufika hapa, na yeye atakuwa komanda, na wakomandi waenda wapi? Vita. Ikikuja meja atakomandi kikosi hiki kutoka hapa kufika hapa. Ikikuja huyu ni inspector, anakomandi vita kutoka watu 30 ngapi? 31 ama 32. Sasa vita hivi pia viko hivyo. Wakati inakomandiwa, ndio unamuita Yesu Kristo, unamuita Mungu komanda wa nini? Ni komanda wa nini? Majeshi. Wa jeshi. Hiyo jeshi ikisimama hapa, haitakuwa kama ya kopro ana command ka section kadogo, ama ya meja ana command hivi, ama ya inspector ana command hawa 30, ama iko mwingine anaitwa company commander ana command platoon 3 watu kama 100. Huyu my friend ana command vita hatari. Ndio unaona huyu Yesu wakati alicommand, hata kama hajatoa command yake, hiyo double band ile tuliona hapa, adui wameanza kufanya nini? Kutetemeka. Tumukaribia huyu komanda wetu, tumukaribia huyu Mungu wetu na malaika wake ambaye hapo katika hiyo kikosi, ambaye ana command kupambana na haya mashetani, huyu mwovu shetani. Katika command structure yake, yeye anasema, wewe malaika wangu mtakatifu, jihami jeshi lako, uende upambane na nani? Na hiyo mashetani. Jihami leo upambane na huyu mwanadada ako na kamutu kamoja tu. Piga hiyo shetani nje. Piga huyo shetani mwenye kupoteza pesa. Piga huyo shetani mwenye kuharibu mandoa. Piga huyo shetani yule anasema ya kwamba watu wakufia kwenye jela, yule analeta mambo ya jela. Unganisha hiyo yote, piga yeye. Na huyu komanda wa majeshi anasimama, anakupigania. Bwana asifiwe. Anakupigania usiku na mchana. Wakati wewe unalala, hata unalala usingizi tu, kumbe yeye malaika mtakatifu wako yule anakomandi vita hiyo. Usijua ana cheo gani, lakini Yesu Kristo Mungu wako anamtuma, enda linda huyo. Takikuja hata kama kanakana namna gani, piga hiki. Bwana asifiwe. Kama uko na huyo komanda, kama uko na huyo damu ya Yesu Kristo, kama uko na yeye umemkumbatia katika jina la Yesu, ndio unaona hiyo vita unatoboa. Na kama huna, na kama umesahau Bwana, ndio unaona maneno haya yanafanyika. Ndio unaona watu wanapiga. Ndio unaona pepo wanakuja kwa njia mbalimbali. Anakuja ujui, atakuja kama ng'ombe, atakuja kama risasi, anakuja kama mwizi kuiba
vitu kwenye mifuko za watu. Hatakuja kwenye njia gani? Hatapitia katika bwana yako, hatapitia katika mzee wako, hatapitia hata kwa mtoto. Wewe ujui. Bwana asifiwe. Hata mimi nilikuwa naambia pastor, najua majaribio ni mengi. Nilikuwa natumiwa message na msichana wangu, nasema tumepata kitu mtu ametupa kwa gate, uchawi. Inakaaje? Sijui mizizi imewekwa kwa kitu, lafu imefungwa hivi, sijui manyoa na nini. Nikacheka, nikasema, nikatumia hata pastor, tukacheka, tukasema sasa hii ni nini? Huyo ni mtu, hata sio mchawi. Huko kwetu huwezi pata wachawi kwa sababu tunaishi tu watu wa kabila mbalimbali, na hata ni watu new generation. Hii huwezi kuwa na uchawi. Uchawi ile wako nayo, ukiweka kitu nje saa nyingine ukuipi. Sasa nikashangaa, nikauliza huyo mtoto wa university, nikamuuliza, wewe ndio umesoma elimu ya juu, mchawi hata akikuroga anaonesha sana, ficha uchawi yake utaipata baadaye. Haya ni mambo ya watoto. Huyo ni mtu saa nyingine anataka hela, alafu anatupa vitu kwa geti yako na kuangalia imani yako, ili ubabaike useme ya kwamba mganga hako wapi, muombaji urongo akuja akwambia, unajua lete pesa, umerogwa hapa mtu atakufa. Shetani anajaribu kuingia mahali, kujaribu imani ya watu, hata mahali pengine mahali hakuna. Mahali iko wachawi na Mungu awaonekania, inajulikana. Kule upande huo mwingine sijui ni wapi, na kwingine huko na kwingine huko. Kuna sehemu zingine watu wameomba Mungu mpaka uwezi pata, lakini mtu anajaribu kufanya nini? Kuingiza. Bwana asifiwe. Hata siku nyingine mama mwingine, semeji yangu ananipigia, ni mama mwenye cheo kwenye kanisa yetu, mimi huenda PAG huko nyumbani. Anipigia, ananiambia, nimepita kwako hapo kwa nyumba ya kukodesha, napata hakuna watu, ili fanya jambo hapo. Nikamwambia, na wewe haujui mimi ni komanda wa kufukuza mapepo kama hiyo? Ananiambia, hapana, hata mganga ama daktari ajitibu hapa, iko ni kama iko maneno. Naambia, mama, hata ikikaa muda gani bila watu watakuja fanya nini? Na wale wataingia hapo watabarikiwa, watafanya biashara, watafanya kazi yao, na watafanya nini? Watanawiri. Huyu ni pepo anataka kuingia, uhangaike useme, ni kweli, ni nini inafanyika? Ni nini inafanyika? Manyumba watu wamehama, nitapata wapi pesa? Nitakula namna gani? Nitaishi namna gani? Fungu la 10 nitalipa namna gani? Muite komanda wa jeshi, yeye ndiye anajua ni nini inafanyika. Bwana asifiwe. Katika ulimwengu wa saa hii, watu wametegwa mbali, huwezi jua ako wapi. Tunataka kuchukua step hii, kila mmoja wetu tusimame na tuseme wakati umefika. Kama amefichana wapi kwenye viatu, pepo amefichana wapi kwenye nywele, kwenye nyumba, chini ya kitanda, kwenye mifuko zetu kuzitoboa, kwenye benki zetu, tunasema apate kuondoka. Hebu tuamuke, hebu tumulilie Mungu, hebu tuseme leo hataona cha mtamakundi. Tuko na komanda hapa, tuko na komanda wa jeshi aliye juu, yule ambaye alifukuza haya mapepo. Hatujui ni ngapi, lakini sasa
amesema anakuja hapa, anakuja kuwa nasi hapa ili atuondolee. Tuwajui wanaonekana namna gani. Hebu tuamuke, tumulilie Mungu. Hebu lilie Mungu. Amefichana wapi huyu pepo? Amefichana kwenye viatu ama ni kwenye nguo? Humu tumuondoe. Watu wako wapate utakatifu, wapate baraka, kwa sababu wamezingirwa na hao waovu Shetani. Yesu alikuja na akasema ya kwamba wapate kuondoka, na waliondoka. Saa hii, wakati wa saa hii, mchana wa leo, tunaamuru katika nguvu za Yesu Kristo, tunasema ya kwamba wapate kuondoka. Watumishi wako, watu wako Bwana, ambao wako hapa Bwana, wapate kufunguliwa. Fungua kinywa chako, sema neno mbili. Wewe unajua pepo huyu, yule anakusumbua Bwana, yule anakusumbua wewe mama, unamjua ni nani, unamjua anaitwa nani. Tunasema ya kwamba hutawatoa. Hebu inua mioyo yako, inua roho yako. Unahitaji nini? Unahitaji nini Mungu akufanyie? Kwa sababu kama huyu Yesu Kristo alifukuza mapepo maelfu na maelfu, unataka nini akufanyie? Ni jambo moja, ni jambo mbili. Wewe Mungu wa rehema, Mungu wa ajabu, tunakuita hapa. Tunaita malaika wako ambaye anasimamia ministry mbalimbali, ministry wa pesa, ministry wa ndoa, ministry wa kutoa mapepo ya pombe. Wote tunamuita hapa, hapitie watu wako, kwa sababu ananena chochote kila ananena Bwana, wewe utamuhurumia, utamuondolea na utampa ila anataka Bwana. Iwe ni nini? Tunasema ya kwamba hutawapea. Hata majirani wale waliokuja kwenye kanisa Bwana, yule hapo kule nje akiamini na akumbuke ya kwamba mwovu Shetani amemkalia kwenye kiti, na yeye ajui, amemkalia kwenye miguu, na yeye ajui. Mungu wa rehema, Mungu wa ajabu, tunasema ya kwamba waonekanie watu wako, waonekanie watu wako, kwa sababu wewe ni wa neema, kwa sababu wewe ni wa neema. Utawaonekania Bwana, kwa sababu umetuonesha ya kwamba wanakuja unafichana wako, hata kama inzi na tembe hii, na wamejificha Bwana, wasionekane, hata ikiwa kwenye kiti, ikiwa wapi kwenye manguo. Tunasema ya kwamba hutapata kuwaondoa. Wanakuja in all forms, hutawaondoa Bwana. Watumishi hawa, watu wako Mungu wa rehema, wakitembea, fagia nyumba yao, fagia nyumba zao na damu ya Yesu Kristo. Waonekanie, kwa sababu na watambua Bwana. Mungu wa rehema, Mungu wa ajabu, tunasema waonekanie katika roho zao, waondolee mabaya zote, kwa sababu wanakujali Bwana na wanakujua. Wameumbwa kwa mfano wako, lakini mwovu Shetani anawakalia. Tunasema wewe Mungu upate kuwaonekania, upate kuwaguza roho zao, waguze roho zao, kwa sababu unawajua wewe Mungu Yesu Kristo, ambaye ulitenda kitendo hiki, ambaye unatujua Bwana. Tunasema tuondolee mabaya yote. Tunajua mabaya yanaletwa na mwovu Shetani, na utawaondolea Bwana, utawaondolea Bwana. Watoto hawa, wa mama hawa, wazee hawa, watumishi wote katika nyumba hii na nje ya nyumba hii, wao watu wale wanapita karibu hapa na wanasikia neno hili, unapata kuwaonekania, kwa sababu wewe ni Mungu. Hebu tuje mbele yake Yesu Kristo, hebu tutaje jina hiyo, tutaje jina ya majina, ambaye ni ya Yesu Kristo, ambaye alisulubiwa kwa msalabani, ambaye kama hajasulubiwa alitenda mambo mbalimbali. Alikuwa na nguvu ya kuondoa mapepo, alikuwa na nguvu ya kuwaponya, alikuwa na nguvu ya kutenda yale unatarajia. Kwa sababu umekuwa na shida mbalimbali, wewe mwenyewe unaijua. Uwe uko hapa, uko kwenye nyumba hile, unajua shida yako. Na kama unajua shida yako, hebu chukua dakika hii, take one step, come forward before him. Uje mbele ya Yesu Kristo, uje mbele ya Mungu, kwa sababu anakujali na atakufanyia kitendo. Kwa sababu Mungu huyu tunaomba, hata umuombe kwa mzaa, tunamjua amewahi kututendea, na kama amewahi kututendea, yeye leo, mchana ya leo atakutendea.
mchana ya leo atakutendea. Yesu Kristo, kuja mbele yetu, kuja katika nyumba hii, zunguka. Tulisumbuka mara 7 hapa, utasumbuka ukitembelea kila mmoja, kila jambo ila amenena na kinywa chake, au ila apata kuwasaidia. Saidia mwanadada huyu, saidia ndugu huyu, kwa sababu umekuja mbele yako. Haleluya, Mungu wa rehema. Haleluya, tunasema ni asante. Tunasema ni asante kwa sababu umeyatenda. Tunasema ni asante kwa sababu umetenda hata hivyo. Tunahitaji ushuhuda kutoka kwa watu wako ambao watasema wamefunguliwa minyororo hizo. Minyororo hizo wamefunguliwa kwa sababu wewe uliyatenda makuu, nayo utawatenda. Mungu wa rehema, Mungu wa ajabu. Haleluya. Na tuombe. Hebu tuombe. Baba wetu, Mungu wa rehema, tunakuja kwako mchana wa leo. Tunasema ni asante kwa sababu tumeona mkono wako mtakatifu. Tumesoma kitabu ya kwamba uliwafukuza mapepo ambao wamekanyagia watu wako. Uliwafukuza kwa sababu wewe ni jemadari wa jemadari Bwana. Wewe Mungu wa rehema, waguze kila mmoja wetu. Mubariki hata hii nyumba mahali tumesimama. Bariki hata madhabahu mahali tumesimama. Wewe Mungu wa rehema, Mungu wa ajabu. Bariki dada huyu, bariki mzee huyu, bariki mtoto huyu. Utamuondolea yote mabaya Bwana. Na wewe kwa sababu wewe ni mkuu wa majeshi, unawapigania mchana na usiku Bwana. Tuma malaika wako mtakatifu wapiganie, kwa sababu sisi wenyewe hatujiwezi Bwana. Lakini tukiita jina lako takatifu, unatoa malaika wako mtakatifu, anakuja kutupigania Bwana. Na tunasema ni asante kwa maana umemtuma, amemguza mtoto huyu na mzee huyu na msichana huyu na mama huyu. Ameguza jirani huyu, ameguza mpita njia, amemguza mwenye ako kwa gari, na amemguza yule anasikiza neno hili. Kwa sababu wewe ni wa rehema, umeguza hata jiji la Nairobi na umeguza hata nchi yote, kwa sababu unaweza na unaweza kutenda Bwana. Mungu wa rehema, tunahitaji ushuhuda. Hata ile ushuhuda tumepata ya kwamba ya kijana ambaye alitoka gerezani Bwana, tunamweka mikononi mwako. Hata mama yake na baba yake tunawaweka mikononi, kwa sababu wewe ni wa rehema. Wale wametamka katika kinywa chao, wamesema waondolewa majambo kadhaa, umewaondolea na umewapangusa na nguvu za Yesu Kristo. Umewapangusa na damu ya Yesu Kristo. Umewapangusa na nguvu za malaika wako mtakatifu, kwa sababu unawajali. Wameumbwa kwa mfano wako. Na Mungu, wewe Mungu wa rehema, umewatenda mazuri, umewaondolea mabaya, umewaondolea vile uliondoa hao mapepo, na ndio vile umeondoa ubaya wao wote ambao umewakumba kwenye nyumba zao Bwana. Wewe Mungu wetu, Mungu wa rehema, tunarudi kwako tukisema ni asante. Umeyatenda makuu na tunahitaji ushuhuda. Watakuja na ushuhuda Bwana, katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Tumpigie Mungu makofi. Tumpigie Mungu makofi. Nilikuwa nataka kuimba wimbo moja, lakini nguvu zimekwisha. Dada ataniimbia. Hebu imba wimbo ule unasema ya kwamba unasema ni yule wimbo unasema mataifa yote. Endelea mwanadamu. Usiyeshindwa, makabila yote yanakufahamu. Wewe ni Mungu usiyeshindwa, usiyeshindwa, usiyeshindwa. Wewe ni Mungu usiyeshindwa.
usiyeshindwa. Wewe ni Mungu usiyeshindwa. Mataifa yote yanakufahamu, wewe ni Mungu usiyeshindwa. Mataifa yote yanakufahamu, wewe ni Mungu usiyeshindwa. 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 Wewe ni Mungu usiyeshindwa. Huyo ni Mungu asiyoshindwa. Tukimaliza narudisha kwake Pastor Jeremiah ili atupe sala la mwisho, na tunasema hebu tumpigie Mungu makofi. Hebu tupige kisarakasi tuseme yeye ni Mungu asiyeshindwa. Karibu na Mungu awabariki. Basi tupigie ndugu wetu makofi kwa sababu ametenda na Mungu amemtumia katika nchi ambayo ni nzuri. Ameweza kutuongoza katika njia ambayo inampendeza Bwana. Bwana asifiwe. Basi kama huko mahali pale na labda neno la Bwana limekugusa na umesikia jinsi Bwana amezungumza pamoja nawe, hakika mapepo yapo katika maisha ya ulimwengu huu. Asubuhi nilikuwa nafundisha kuhusu kuweza kukubali kutumika na Mungu. Watu wengi Mungu alipowaleta katika ulimwengu huu, wengine wamefunguliwa, lakini wamekataa kutumika na Mungu kwa sababu mambo ya mapepo yameingilia mahali pale. Na vile neno la Bwana limetufundisha mchana wa leo kwamba wakati Yesu alipokuwa anatembea, alikutana na mtu mmoja, alikuwa anakaa kule makaburini, alikuwa na mambo mengi, na swali tu aliuliza, akasema, wewe ni nani? Akasema, mimi ni Legion. Legion maana yake nini? Wengi wakati unapoangalia katika jeshi, tukiangalia katika jeshi tunakutanga kuna kitu inaitwa section, platoon. Ukitoka platoon unaenda company, ukitoka company ndio unasonga mpaka unafika region. Kwa hivyo region hii ilikuwa inatajwa katika Biblia, sio watu 10 wanaongozwa na kopro na askari 9, sio sergeant anayeongoza section 3. Section moja iko na watu 10, kopro moja na watu 9. Kama vile mtumishi alikuwa anasema, mimi kweli nimefundisha kuhusu mambo ya vita kwa miaka 5, nimefundisha kuhusu mambo ya terrorism kwa miaka hiyo, nimefundisha mambo ya bunduki kwa miaka hiyo. Ni hivyo najua, na kama usikia sauti ya bunduki fulani, ninajua hiyo bunduki uwezo iliyo nayo na ile mimi nitaweza kuwa naye. Vivyo hivyo hata wakati unaenda kupigana, nitakapoona watu kiasi fulani, ninajua watu kiasi fulani wanapigana na watu kiasi gani. Na ndio naona hata wakati unapoenda kutoa mapepo, mpendwa, kama utasimama vizuri, hauwezi toa mtu mapepo hata moja.
kwa sababu hiyo pepo itakutandika. Nilisikia ushuhuda mtumishi wa Mungu akifundisha hapo, wakati alifika, sio uongo. Ukienda kutoa mtu mapepo ukiwa hujajiandaa vizuri, my friend, utapatana na kichapo ile hujawahi ona, kwa sababu wewe haujajiweka vizuri na Mungu. Kama vile ndugu ametufundisha mchana wa leo, hivyo ni vizuri kujiweka sawa sawa. Tujiweke sawa sawa, hata kama vile nilivyokuwa nawaambia, maana tawafanyia ombi, kwa sababu ninajua iko kazi iko mbele, maana tumetangaza vita. Bwana asifiwe sana. Tumetangaza tayari vita, na tukasema kwamba tumepeana kavyu. So ninajua kuna kazi iko hapa mbele, na hata nitaenda kuomba ili niachilie mamlaka juu yenu, ili wakati hata kama niko mbali, hiyo kazi mtakuwa mnaifanya, kwa sababu I've given you power and authority. Ile iliachiliwa juu yangu, hata mimi naachilia juu yenu, ili kwamba mtakapokuwa mkifanya hamutaweza kupiwa vita, maana hamutakuwa peke yenu. Bwana asifiwe sana. Basi nashukuru kwa sababu ndugu ametokea. Nataka tuombe pamoja naye, na kama uko mahali hapo pia na unataka tu kupeana maisha yako kwa Yesu. Kuna watu wengi kabisa ndio wanampenda Mungu, ni kweli wanatamani wokovu, lakini hawajakiri katika maisha yao. Maana chanzo moja ya kujiweka sawa na Mungu ni kukiri, na kuna mtu ataweza kusema, na huyu dada na huyu ndugu anasema ameokoka. Wokovu kusema ni hatua ya kwanza, kwa sababu ni kutamani. Kila mmoja wetu anatamani maisha mazuri, kila mmoja wetu anatamani kuwa na njia nzuri, lakini kando na kutamani hayo, basi unakiri. Maandiko yanasema katika kitabu cha Waroma 10:9 kwamba utakapokiri kwamba Kristo ni Bwana na uamini ndani ya moyo wako, basi Mungu atakuweka huru. Na maandiko yanasema katika Waroma 6:18 wale Mungu ameweka huru wanakuwa huru kamilifu. Hiyo ndio chanzo cha kuweza kufaulu, na kuanzia hapo sasa unajiweka sawa na Mungu, unakubali kutumika na Mungu, na safari hiyo unapigana vita vilivyo vizuri. Kwa hiyo hatua ya kwanza kuweza kufaulu katika hizi vita vya kiroho, kama vile neno la Mungu linasema katika Waefeso 6 kuanzia mstari wa 10 mpaka ule 18, vita vyetu sio vya nyama na damu wapendwa, vita vyetu ni vya kiroho. Na mimi kwa sababu nimefundisha katika vita vya nyama na damu katika ulimwengu huu, nimesoka katika hatua nyingine, kwanza kujua vita vya kiroho vile tunapopanga vita vya nyama na damu hapa ulimwengu. Hivyo ndivyo katika vita vya kiroho, mpaka tujipange vizuri. Na kujipanga vizuri kwanza ni kuokoka, kukubali Kristo kwa mwokozi wa maisha yako, kukubali kuketi na kufundishwa, kukubali kusoma neno la Bwana, kuingia katika maombi, na unaanza kupigana vita vilivyo vizuri, maana hapo mamlaka yanakuja juu yako na unaweza kunena ukiwa na uwezo. So kama uko mahali pale, chukua nafasi hiyo ili niweze kuongoza katika ombi la toba pamoja na huyu ndugu ambaye ameweza kukubali, ili ajitoe kwa Bwana, naye Mungu amtie nguvu, asimame pamoja naye, ili wakati anapopigana vita, anapigana vita vilivyo vizuri katika jina la Yesu. Maana our God is faithful, ameweza kumtoa mbali. Ninajua kuna wakati atakuwa na ushuhuda mrefu, kwa sasa hivi ninajua ndio chanzo za ushuhuda wake, lakini Mungu anaenda kumsaidia na hata kumtia nguvu na kuwa na ushuhuda mkubwa katika jina la Yesu. Unaweza, unaweza, Jehova Jireh, Baba unaweza, Bwana unaweza, Baba unaweza.
mbele zangu. Ninatambua kwamba mimi mwenye dhambi, ninakiri makosa yangu na dhambi zangu. Bwana Mungu wangu, wewe Yesu, nisamehe, ingia ndani yangu, uniokoe, ubadilishe maisha yangu, ubadilishe historia yangu, nibadilike kuanzia leo, usinibadilishe dhambi na mambo zako na njama zako na mitego yako, katika jina la Yesu. Ninakupenda Yesu, ninakutamani, karibu ndani yangu. Chukua ushukani, utawale maisha yangu, utawale mawazo yangu, utawale njia zangu na matendo yangu. Kuanzia siku ya leo, ninakupenda Yesu, ninakualika, tembea pamoja nami, linda maisha yangu, badilisha historia yangu, ili iwe nzuri ya kupendeza kule mbinguni na hapa duniani, kwa ajili ya utukufu wako. Asante Yesu kwa kuniokoa na kunisamehe dhambi. Katika jina la Yesu ninaokoka nikiamini. Katika jina la Yesu ninakushukuru kwa sababu ya saki ya siku. Wewe ni Mungu, unajua umbali umemtoa Mungu wetu, umemsamehe dhambi. Neno lako linasema katika Waroma 6:18 kwamba yule umemweka huru anakuwa huru kamili, na kuanzia mahali hapo anakuwa ni mtumishi wa haki. Katika jina la Yesu umemsamehe dhambi, amekiri mchana wa leo na amekubali wokovu, kwamba Bwana maisha yake hayatakuwa kama vile yalivyokuwa. Umemwondolea dhambi na ukamweka huru, na yule umeweka huru anakuwa huru kamilifu. Sasa hana deni na shetani, hana madoa na shetani, hakuna chochote shetani atadai katika maisha yake. Na Baba Jehova, ni mtumishi wako, ninamumunika na damu yako Yesu, ileta utakaso na ulinzi, inamuzingira na ukuta kwa moto wa Roho Mtakatifu, mchana na usiku. Aondokapo katika nyumba, anapoenda katika biashara, utafuta kazi, utamuonekania Bwana. Wingu wako wa rehema uko juu ya maisha yake. Malaika wa mbingu walinzi kwa ajili ya mtumishi huyo, atakuwa pamoja naye, atatoa ushuhuda kwa yale umetenda. Bila damu yako Yesu iliyomwagika pale msalabani imeleta utakaso katika maisha yake. Ninakutangazia huru wako. Pokea huru wa Yesu. Ndugu Sakia Sapena, pokea huru wa Yesu katika jina la Yesu. Yesu amekuweka huru. Sasa kuanzia sasa hivi wewe uko huru, hakuna chochote shetani anakudai tena, katika jina la Yesu. Tembea na mwanga wa Bwana, tembea Bwana ukiwa unamtukuza Yesu katika jina kuu la Yesu. Ninanena baraka juu ya maisha yako, ninanena baraka juu ya kazi yako, ninanena baraka juu ya anga yako pamoja na nyota yako. Ninarejesha kila shetani aliiba kutoka kwa maisha yako, ninarejesha ile anga shetani aliyoiba na kuelekeza kanisani. Ninarejesha nyota yako ile shetani aliiba na kuweka nyota za kusini. Na Mungu wangu, ninakushukuru kwa sababu ya kiumbe hiki. Mbingu zinasimama na kunakuwa ni sherehe. Yesu wa Mungu, wewe milele, katika jina la Yesu naomba na kushukuru. Amen. Umekuwa huru, Mungu amekuinua na amekusamehe dhambi. Sasa wewe ni kiumbe kipya, yatakayofundisha na mapya na historia Mungu imeandikwa kwa maisha yako. Nenda na usitende dhambi katika jina la Yesu. Katika jina Yesu, kama uko mahali pale na kuna hitaji, songea mahali hapa tuombe pamoja ili tukamilishe ibada yetu katika jina la Yesu. In the mighty name of God.
Joseph pamoja na ndugu wetu, na kama uko dada hapa, I want to commission you. Kuna kazi iko hapa mbele, na najua kwamba sio kazi rahisi. Sio kazi rahisi. I want just to release the power and authority juu ya maisha yenu, ili kwamba hiyo kazi mtakayoifanya msikuwe peke yenu, Bwana awasaidie. Ninaomba tu kama kuna mdada amesikia nafasi hiyo, labda atakuwa akitembea na hawa, ni hapa ndani tu, hata kama kule nje, lakini nataka tu kutuma nyinyi hapa ndani katika jina la Yesu, maana I know kuna kazi ambayo itakuwa basi I want just to speak with power and release power and authority upon you, kwamba Mungu awasaidie, kwamba ile kazi ambayo iko hapa, maana tayari tumeshatangaza vita. Ninajua kuna msaada utahitajika, ili kwamba wakati mtakapofika mahali pale, shetani asiwapige, shetani asiwaangushe, asitupe minyororo isiweze kupiga. Maana wakati mwingine watu wakati wanapoenda kusaidia, vita zinalegezwa kwa wale wanaenda kusaidia, ama zinalegezwa katika familia zao. Unakuta wewe umefukuza mapepo hapa, unasikia mama anapigwa nyumbani, unasikia umefukuza hapo, unasikia mzee anapigwa ama watoto wanapigwa. Nataka niombe kwa sababu ya hawa wapendwa, kwamba Mungu anaenda kuwasaidia wakati watakapokuwa wanahitajika kuingia katika nyumba hizi, kwa sababu ya kwenda kufungua wandugu, kufungua wadada na kunena baraka katika ofisi hii. Hawataweza kuelekezwa silaha katika maisha yao. And I want to read katika kitabu cha Isaya 54 mstari wa 18, kwamba wakati mtakapokuwa brother Julius na brother Joseph, wakati mtakapokuwa mkienda kufungua watu katika Kamukunji police line hii, hakuna silaha ambayo itainuka kinyume na nyinyi ama kinyume na familia yenu, kinyume na wake wenu na watoto, ambayo inaenda kufaulu katika jina la Yesu. Hakuna maneno yataweza kunenwa na mwovu shetani ibilisi na mambo za kuzimu na agents wake, ambayo yanaenda kufaulu katika jina la Yesu. Sasa I want to release the blessings and the power and authority from the heavenly kingdom. Receive the power, receive the authority, that you go and set the people of God free. Pokeeni baraka za Mwenyezi Mungu. Pokeeni mamlaka ya Bwana. Pokeeni nguvu mpya. Pokeeni utakapoingia mahali popote katika nyumba mtaingia, kwenda kufungua ndugu, kufungua dada, kufungua kijana, atapokea uhuru wake, atapokea nafasi yake katika jina la Yesu. Receive the power, receive the authority, receive the protection, the blood of Jesus to be upon you, the fire of the Holy Ghost to surround you, together with your family, together with your children, in Jesus' mighty name. Receive the power, receive the authority, the blood of Jesus to be upon you, to be surrounded by the fire of the Holy Spirit. When you go, when you command every power of darkness, it will remove in the name of the Lord. I surround you with the fire of the Holy Ghost, the blood of Jesus Christ. There is no weapon that will be formed, there is no utterances that will be communicated rising against you that will prosper in Jesus' mighty name. I protect you together with your family, together with your children, in Jesus' mighty name. Receive the power and authority from now as you go out of this sanctuary. Fungua watu wa Mungu na watangazie uhuru wao, na hata wale mtashirikiana pamoja na wao kwa sababu ya kufanya kazi hiyo, ninawafunika. Maana kuna wale ndugu, kuna wale dada, kwa njia moja watakuwa pamoja nanyi kwa sababu ya kushuhudia kuwa Bwana. I speak protection, I speak the power, in Jesus' name I pray. Basi wacha Mungu wa amani aweze kukumbuka wapendwa ambao wameingia katika kanisa. Wakumbuke Yesu, hawa watu wako wameingia mahali ambapo wamesikia neno lako. Tumefundishwa na mtumishi wako kuhusu mambo ya kufungua watu na kuondoa mapepo na kuyafukuza. Ninajua kwamba Bwana, watu hawa wako kuna neno wamesikia na limeweza kuwaguza maishani mwao. Wako na mahitaji mbalimbali, wako na maneno na maombi wameleta kwako. Kila mmoja pokea kutoka kwa Baba
Mwana na Roho Mtakatifu. Kila mmoja wenu apokee katika sehemu ambayo ameitisha kwa Bwana. Neno la Bwana linasema katika Mathayo 7 mstari wa 7 na 8, tutakapopisha Bwana atatufungulia, tutakapotafuta tutapata, tutakapoomba tutapewa. Pokeeni yale mumetafuta, pokeeni yale mumeomba, funguliweni milango ambayo mumepisha, na hata ile ya kishetani ifungike kutoka kwa maisha yenu, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tupige Yesu shangwe na vigelegele katika jina la Yesu. Basi tunaweza maliza live communication ili finya hapo tu finish.